Yesu alikufa? Sio mimi. Hata yeye mwenyewe haamini kama kafa. Yaani Yesu haamini kama amekufa. Haamini. Kwa nini? Sababu gani? Ukisoma kitabu cha Yohana, anamwambia Mungu niepushe katika kikombe hiki, kwa maana kile adhabu ya kifo, anamwambia Mungu niepushe. Na ikiwa ni Jumapili safi kabisa kwa ndugu zetu wa Kristo, leo wanasherehekea baada kusherehekea kufa kwa Yesu, lakini leo amefufuka. Wao wanasema Yesu amefufuka siku ya leo, kwa maana wanasema sikukuu ya Pasaka. Tupo na Sheikh Mkumba hapa, yeye atatudadavulia juu ya sakata zima au swala zima hili la Pasaka. Wengi wamekuwa na maswali tofauti tofauti, baadhi ya mashehe wakisema kuwa Pasaka ni sikukuu ya Waislamu na sio ya Wakristo, lakini Wakristo wenyewe wao wanasherekea, na wengine wakisema kuwa siku kama ya leo, Waislamu wanasema siku kama ya leo Kristo akikukaribisha basi hutakiwi kwenda, au akikuletea chakula ambacho kina nyama hutakiwi kuila. Sheikh Mkumba, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwema? Alhamdulillah, Mungu mwema, tunashukuru. Unaweza kutujibia kuhusiana na swala zima la sikukuu ya leo, sikukuu ya Pasaka? Kwa Wakristo wanasema sikukuu yao, Waislamu pia wanasema, baadhi ya mashehe wanasema Pasaka si kwa ajili ya Wakristo, ni kwa ajili ya Waislamu. Hili lipoje kwa upande wako? Labda kwa kifupi tu, tumetofautiana kwenye uelewa. Tunatofautiana kwenye uelewa kwa sababu Muislamu kama Muislamu tunaamini kwamba inna dina inda Allahi al-Islam, kwamba hakuna dini yoyote mbele ya Mwenyezi Mungu isipokuwa ni Uislamu. Tunaamini hivyo, na haya ni maneno ambayo yanapatikana ndani ya Qur'ani, surati Al-Imran, sura ya 3 aya 19. Mwenyezi Mungu anasema hivyo. Kwa hivyo tunaamini pia hata hawa manabii wote ambao wameletwa duniani, manabii wakubwa 4 waliopewa vitabu, lakini manabii 25 waliotajwa ndani ya Qur'ani, lakini kwa ujumla ya manabii wote 125,000 tunaamini kwamba manabii wote hawa walikuwa Waislamu. Kwa hivyo hapa tunatofautiana kwenye imani na mtazamo. Wakristo leo wanasherehekea hii Pasaka wakisema kwamba ni kufa na kufufuka Bwana Yesu. Lakini ukitafakari na ukiangalia kwa undani utakuta hapa kidogo kuna mistake ambayo inafanyika. Pasaka ilikuwepo kabla Yesu hajazaliwa. Ukisoma Torati unakutana na Pasaka, ukisoma hiyo Agano Jipya unakutana na Pasaka. Sasa kama Pasaka ni kufa na kufufuka kwa Yesu, waliosherehekea Pasaka kabla Yesu hajazaliwa walisherehekea kufa na kufufuka kwa nani? Sasa hapa ndo kwenye ukakasi. Kwa hiyo tuwaambie tu wenzetu, japo ni imani, lakini hizi imani kwanza tuzisome, tusikurupuke tu. Yesu mwenyewe ukisoma kitabu cha Mathayo, ukisoma kitabu cha Marko, alisherehekea Pasaka, kwa maana alikula na aliwaambia wanafunzi wake, nendeni mkaniandalie Pasaka, kwa maana ameshiriki kula Pasaka na wanafunzi wake. Sasa ukituambia Pasaka ni kifo cha kufa na kufufuka kwa Bwana Yesu, Yesu mwenyewe sasa kala Pasaka, alisherehekea kifo cha nani? Ama uliona wapi mtu akasherehekea hitima yake mwenyewe? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Tunapaswa kuisoma Biblia vizuri na tukaizingatia. Na tunaposema kwamba Pasaka ni sikukuu ya Waislamu, tunamaanisha kwamba Pasaka iliasisiwa wakati wa Nabii Musa. Na neno kamili la Pasaka, unatakiwa kuchinja mnyama kama kafara. Yule mnyama anapochinjwa, damu yake inatakiwa kupakwa katika milango. Biblia inaita mimo, kwa maana juu na chini pale mimo ya mlango unapaka ile damu, alafu watu mle ndani ndo wanakula Pasaka. Na inapoliwa ile nyama inatakiwa ichomwe, na ni mnyama aliyekuwa kamili, asiwe kilema, achinjwe mnyama. Huyu mnyama ndio anaitwa Pasaka. Kwa tafsiri mbili hapo. Kwa mnyama anapochinjwa analiwa na mikate, analiwa na mboga chungu chungu. Kwa hapa Tanzania, ndugu zangu wa Salamu, wa Kwele, watu wa Tanga, kuna ile mboga inaitwa mchunga. Ni mboga chungu sana. Hii ndio inapaswa kuliwa na mnyama anayechinjwa kwa ajili ya Pasaka. Kwa tukitafsiri kwamba Pasaka ni kifo cha kufa Bwana Yesu na kufufuka, tunakwenda kinyume na Biblia. Biblia inasema Pasaka ni mnyama, achinjwe mnyama ambaye sio kilema, aliyekamilika. Akichinjwa mnyama aliwe, na aliwe ndani ya usiku mmoja, ikifika asubuhi nyama isibaki, iwe imeshaisha. Hii ni tafsiri sahihi ya Pasaka kwa mujibu wa Biblia. Lakini ukienda kwenye history huko naambia Pasaka ni neno la kigeni lenye tafsiri ya Passover, kwa maana wana wa Israeli walipotoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine walivuka. Kile kitendo cha wao kuvuka kiliitwa Passover, kwa maana kwenye tafsiri ya sasa wakaita Pasaka. Kwa hivyo hakuna aya, kama kuna mtu anayo aya ndani ya Biblia ama kitabu chochote inasema kwamba Pasaka ni kufa na kufufuka kwa Yesu,
watusaidie. Lakini mimi kuisoma kwangu Biblia kiukweli sijaona hiyo aya. Nimeona hizi tafsiri kwamba Pasaka achinjwe mnyama, aliwe na mikate, tena mikate lakini na mboga za uchungu. Ndio Pasaka. Na tunasema Pasaka ya Waislamu kwa sababu isherekewa Nabii Musa tunaamini Muislamu, Mungu anasema hayo. Sheikh Mkumba, hapo kwanza tukomee kwanza hapo, na nataka uliweke sawa ili swala ambalo baadhi ya manabii wapo kwa Waislamu na Wakristo. Hii imekuwaje baadhi ya manabii kuwa huku wanaitwa hivi, huku wanaitwa hivi, wakiwa kwenye Wakristo manabii wao, isipokuwa mtume wetu Muhammad ambaye yeye hayupo kwenye Biblia, ambaye wao Wakristo wamtaje kama nabii wao. Lakini ukija kwa nabii Isa ambaye sisi tunamuita nabii Isa, wao wanamuita Yesu, lakini ukija kwa Musa wao wanamtumia hivyo Musa. Hii imekaaje hii kidini imekaaje? Hii ni kutofautiana kwa lugha. Haina maana kwamba jina likamtofautisha huyo mtu asiwe. Ni kutofautiana kwa majina tu, kama vile vijana leo wanavyomuita Muhammad kuwa Mudi, Bakari kumuita Beka, Omari kumuita Omi. Bado anabaki ni yule yule Omari, anategemea umuitaje kwa mapokeo yako. Kwa hivyo hii ni tafsiri tu. Kwa mfano huyo Yesu ni kwamba Waingereza hawamwiti Yesu. Ukimwambia Muingereza Yesu pengine la kushangaa, ila ukimwambia Jesus atakuelewa. Kwa hapa ni lugha tu. Lakini Wafaransa pia ukimwambia Yesu au Jesus hawatakuelewa, ila ukimwambia Jesus watakuelewa, umemaanisha huyu Yesu ambaye sisi wa Makonde, wa Zalamu, wa Ndengereko na Wazigua tunamuita, kimaanisha Waswahili. Lakini bado hata ukienda Brazil hawamwiti Yesu, hawamwiti Jesus, hawamwiti Jesus, wanamuita Bebeto. Kwa hivyo hivi ni katika lugha tu. Sasa inategemea kwamba yale mapokeo umepewa na nani. Sisi Uislamu, msingi mzima wa Uislamu umejengeka katika Kiarabu kwa sababu Qur'ani imeshuka kwa lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo huyu Yesu Kiarabu tunamuita Isa, lakini bado anabaki mtu yule ambaye ni Yesu wa Swahili, ni Jesus wa Uingereza, ni Jesus wa Faransa, ni Bebeto kwa Brazil. Kwa hivyo bado anabaki. Kwa hiyo hili ndugu yangu lisikuumize kichwa kwamba labda akiitwa Jesus atakuwa sio Yesu, ama akiitwa Jesus atakuwa sio Bebeto, ama akiitwa Yesu atakuwa sio Isa. Hapana, ni yule yule mmoja, mtoto wa Maryam. Kwa hivyo haya ni tafsiri tu ya lugha. Tungetumia lugha moja wote, tungemwita jina moja. Kwa sababu tuna lugha tofauti, basi kila mmoja anamwita kwa lugha yake. Sheikh Mkumba, Muislamu anaweza kutumia jina anaweza kutumia jina la Yesu baada ya kusema Nabii Isa? Sasa hapa ndo katika ile ukakasi. Inawezekana, haina mushkeli yoyote kwa sababu ni jina kama jina. Issue ni kwamba unategemea ili jina unamnasibisha nani. Haitopendeza Muislamu akaitwa shetani, haipo. Lakini Muislamu kuitwa Yesu ambapo umemkusudia huyu Isa, hapana shaka ni jina kama majina. Nami ni wapo. Yuko mzee wangu mmoja sasa hivi ni marehemu, alikuwa akiitwa Yesu na anajiita Yesu, kimwita Yesu anaitika. Kwa nini? Lakini jina lake halisi alikuwa anaitwa Isa. Kwa ameelewa hii tafsiri kwamba hili Isa lina maana ya Yesu, Yesu kwa maana ya Isa. Kwa ukimwita, na alikuwa maarufu kwa jina la Yesu, ukimwita Isa ndo kamkosa. Kwa hiyo ukimwita Yesu ni sahihi. Ni Bakari kumwita Beka. Bakari kumwita Beka, Omari kumwita Omi. Ni yule mtu mmoja tu. Sawa, Sheikh Mkumba, tumalizie. Wewe unaamini kuwa Yesu alikufa? Sio mimi. Hata yeye mwenyewe haamini kama kafa. Yaani Yesu haamini kama amekufa? Haamini. Kwa nini? Sababu gani? Ukisoma kitabu cha Yohana, anamwambia Mungu niepushe katika kikombe hiki, kwa maana kile adhabu ya kifo, anamwambia Mungu niepushe. Sasa na Biblia inasema Mungu alisikia maombi yake kwa kulia, machozi na sala, Mungu akaipokea dua yake. Sasa kama Mungu alipokea dua yake ya kumtaka yeye alivyoomba asife, sasa ukiniambia kafa, atama Mungu amekuwa muongo? Sheikh Mkumba, kidogo hapo. Umesema kuwa Yesu mwenyewe aamini kama amekufa. Tunakuja hapo. Kwa hiyo unataka kuniambia Wakristo kusherekea kwamba yale mateso ya Yesu, sijui kusulubiwa mpaka kufa, wanasherekea kwa kufuata kwa nani? Ukiwa unasema kwamba Yesu yule aliyesulubiwa pale msalabani sio Yesu, unataka kuliwekaje hili jambo? Ni mapokeo, na ndio maana nimwambia ndugu zetu tusome vitabu. Waislamu tuisome sana Qur'an, na sio kwa tusome sana vitabu vyote hivi ili tupate uelewa. Kwa sababu unaposema Yesu amekufa, sisi Mungu mwenyewe anasema, ukisema Qur'an sura Al-Nisa sura ya 4 aya 157 kama sijakosea, Mungu anasema, na kwa ajili ya kusema kwao sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Maryam, mtume wa Mungu, hali hawakumuua wala hawakumsulubu, bali walibabaishiwa mtu mwingine.
Kwa hiyo kama Mungu ndiye mbola wa kupindua hila za watu wabaya, wabaya kweli walipanga nia za kumuua lakini hawakufanikiwa. Alopelekwa msalabani hakuwa Yesu, na haya si Qur'ani. Ukisoma Biblia kitabu cha Marko sura ya 15 pale tunaambiwa kwamba walipokuwa wakitoka ili wakamsulubishe, wakakutana na mtu Mkananayo, jina lake ni Simoni Mkirene, wakambebesha msalaba wa Bwana Yesu. Sasa chukulia hapa, na aya ya Biblia inaendelea nasema wakampeleka mpaka mahala paitwapo Golgotha, yani fuvu la kichwa. Inaendelea nasema wakamsulubisha. Sasa tujiulize tu, wanasema wakati wanatoka na Yesu kwenda kumsulubisha, walipotoka nje wamekutana na huyu mtu Mkananayo anaitwa Simoni Mkirene, wakambebesha huyu mtu msalaba wa Yesu. Kisha Biblia inasema walipombebesha wakaenda naye mpaka mahala panapoitwa Golgotha, kwa maana ya fuvu la kichwa. Biblia inamalizia nasema wakamsulubisha. Sasa swali la msingi tu, ikiwa wakati wanatoka wakakutana na mtu Mkananayo wakampa ule msalaba ili ionekane Yesu ndo kasulubiwa pale, watuoneshe basi aya inayosema ule msalaba ulirudishwa kwa Yesu kutoka kwa Simoni Mkirene. Ukirudishwa ina maana kwa kweli sasa huyu alimsaidia tu kubeba, lakini alipofika sehemu ya hukumu alihukumiwa huyu aliyekusudiwa. Lakini kama msalaba haujarudi kwa aliyekusudiwa kusulubiwa, alafu Biblia inasema wakamsulubisha, sasa tuweka tumepigwa changa la macho hapa. Kwa tunarudi kule kwa Mungu, walibabaishiwa mtu mwingine, wakamzani Nabii Isa, kumbe sio. Kwa hiyo leo wakisherehekea kifo, basi wanasherehekea kifo cha Simoni Mkirene, sio Yesu. Sio Yesu. Kristo akikualika leo, siku ya leo ya Pasaka, unakwenda? Kwa ajili ya kutukuza ule ujirani mwema, lakini pia utaifa, mshikamano, umoja, nitakwenda. Alimradi tu nitazingatia misingi muhimu kwamba Mkristo huyu haendi kinyume katika vyakula, maana kuna vyakula vimeharamishwa na vyakula vimehalalishwa. Mfano niweke wazi tu, nguruwe ni haramu kuliwa, hafai kuliwa. Biblia inakataa na Qur'ani pia inakataa, marufuku kula nguruwe. Kwa nikiona Mkristo alinialika anakula nguruwe hapa kidogo, hata kama nitakwenda lakini sitoshiriki kula, nitakwenda kwa sababu ya kushirikiana kwenye umoja wetu. Lakini kama yule Mkristo safi hali nguruwe, amenialika chakula kipo sawa, ni chakula ambacho kiko tohara, na shiriki kwa ajili ya ujirani, utaifa, utanzania, umoja, uzalendo na mshikamano. Umesema Wakristo yani kitabu chao kinawakataza kula nguruwe. Hao wanaokula nguruwe maandiko wametoa wapi? Na imani hatusomi. Biblia imekataza kabisa. Tena inasema ni dhambi kubwa sana. Ukisoma kitabu cha Isaya, kimesema kabisa ole wao watu wale walao machukizo na panya na nguruwe. Mungu anasema watakoma pamoja, asema Bwana. Kwa hata ndugu zetu wa Makonde wanaokula panya wameingia kwenye hayo. Kila nguruwe, kila panya, Mungu anasema utakoma pamoja. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vimepigwa marufuku kula. Mungu amera. Na ukija kwenye Qur'ani, nafikiri ni sura ya 5 aya 60 kama sijakosea, Mungu anasema wale watu ambao wamelaaniwa zamani wakageuzwa wengine kuwa nguruwe, wengine kuwa manyani. Kwa hiyo nguruwe ni miongoni mwa watu waliolaaniwa zamani. Kila nguruwe akiwa jike umemla shangazi yako au bibi yako, likiwa dume umemla babu yako. Kwa hiyo nguruwe hapa haikuliwa. Kumba, nikushukuru sana. Asante sana.